Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako upendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa mazito kweli kweli juu ya kile kinachoendelea kwa sasa, huku klabu ya soka Young Africans ikiweza kukamilisha taratibu zote za kocha mpya ambaye anakuja kuchukua mikoba ya kocha Romain Folz, kwa taarifa ambayo imeweza kutolewa ndani ya Young Africans kwa leo hii, ambapo kocha ameweza kuwekwa bayana. Kocha ambaye tayari klabu ya soka Young Africans tayari wamempelekea mkataba wake ni kwa ajili ya kusaini tu na kuanza safari ya kuja Tanzania kwa ajili ya kuendelea kukinoa kikosi cha Young Africans. Kocha huyo anatokea wapi? CV yake iko vipi? Amefundisha timu gani? Ana uwezo gani? Na anakuja kuisaidia Young Africans katika maeneo gani? Yote hayo na mengine mengi ni muhimu kuweza kuyajua, kwa sababu taarifa kamili ya hicho ambacho kinachoendelea mimi niko nacho hapa, nimekusogezea mwanzo mwisho, utakwenda kujua yale yote makubwa ambayo yapo kwenye kikosi cha Yanga muda huu. Karibu tuweze kujuzana kile ambacho kimeweza kuendelea kwa sasa. Huyu kocha na yeye ataweza kutoboa kweli kwenye mbinu za kuinoa klabu ya soka Young Africans? Twende kutizama. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika kile ambacho wao wameweza kukiweka bayana. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa taarifa zake ambazo zinazoendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi chao, inaelezwa kwamba mambo yanaonekana kuwa na vizuri zaidi, ambapo taarifa inaelezwa kwamba tayari uko klabu ya soka Young Africans imekamilisha usajili wa kocha mpya ndani ya kikosi chao. Unaambiwa kocha ana CV za kutosha kabisa kwenye kikosi chake. Jina kamili na wasifu wake twende kutizama. CV ya kocha huyu anaitwa Romodi Lakatori, anaitwa Rakatondabo wa Yanga, ambaye anakuja kutua kwenye kikosi chao. Unaambiwa CV ya Romodi wa Yanga, ambapo Romodi maarufu kama Rolo alizaliwa tarehe 25 Mei 1965 huko Fiorentina. Ni mchezaji wa zamani wa FC BFV na kocha wa timu ya taifa ya kandanda ya Madagascar. Kocha wa timu ya taifa ya Madagascar hadi Mei 30, 2023. Kwa mujibu wa chanzo cha habari kimoja, klabu ya Yanga imempa mkataba wa miaka 2 kocha huyo mwenye rekodi nzuri katika soka la Afrika Mashariki na Kusini. Inasemekana Lomord tayari amekubali masharti hayo na ameonyesha nia kubwa ya kujiunga na Yanga yenye historia ndefu nchini Tanzania. Lomord ambaye kwa sasa ni kocha wa timu ya taifa ya Madagascar anasifika kwa uwezo wake wa kujenga timu zenye nidhamu na uchezaji wa kiufundi. Chini ya uongozi wake, Madagascar ilifika fainali ya CHAN, kazi iliyodhihirisha uwezo wake wa kupanga na kusimamia vyema wachezaji wa ndani. CV ya Romodi Lakatori wa Yanga, ambaye anatoka na kikosi chao kama nilivyokuambia na miaka 60, taifa ambalo ametokea ni Madagascar. Inaelezwa kwamba ni kocha mwenye UEFA Pro License, yani sio yule kocha tena ambaye anakuja kukaa kama meneja kama upande wa pili. Hapana, yeye anakuja kuwa kocha mazima kabisa, anakaa kwenye benchi, unaona bana. Formation yake ni 4-3-3
safari. Zaidi ya hayo, timu yake ya taifa kwa sasa inashika nafasi ya pili katika kundi lao la kufuzu kombe la dunia, pointi moja tu nyuma ya Ghana, akionyesha ubora wake wa kiufundi na mbinu bora za kufundisha. Ujio wa Lomori katika klabu ya Yanga unatarajiwa kuimarisha safu ya ufundishaji, hasa baada ya klabu hiyo kuonyesha dhamira ya kurudisha ubingwa wa ligi kuu ya NBC na kufanya vyema katika michuano ya kimataifa kwa kile ambacho kinaendelea kwa sasa, ambapo inaelezwa kwamba muda wowote kuanzia sasa tayari kila kitu kimeweza kuendelea, ambapo anaandika mchambuzi Hans Laffer anasema kwamba 90% Yanga na Lomodi wamekubaliana kila kitu, kilichobaki ni kocha huyo kusaini mkataba na kutangazwa Jangwani. Yanga wameweka mezani mkataba wa miaka 2. Lomodi pia anaitaka Yanga. Ikumbuka kocha huyo na ana uwezo mkubwa kabisa na amewahi kuweza kufanya vizuri katika kile kinachoendelea. Kwa hiyo mazungumzo ya pande zote mbili yamefikia sehemu nzuri, ambapo Yanga muda wote wataachana na kocha Roman baada ya kuhudumu ndani ya Yanga kwa kipindi cha muda mfupi, na wanachama pamoja na mashabiki wa Yanga kuto kufurahia mwenendo wa klabu yao, ambapo inaelezwa kwamba klabu yao penyewe wanaona kabisa kile kinachoendelea kwenye timu yao ni kama vile akijawafurahisha, unaona bana, kwa yale yote ambayo yapo kwa sasa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo watu wanaona kabisa kwamba hapa pengine kilichoendelea kwa sasa ni kama vile klabu yao haifanyi vizuri. Kwa hiyo ndio maana wakaweza kutangaza kwamba wanaingia sokoni kutangaza juu ya kile ambacho kinachoendelea, ambapo wametangaza kwamba wamebakisha hatua chache kocha huyu mpya kutoka Madagascar kutua, kwa sababu pande zote mbili wamefikia makubaliano na kocha mwenyewe anaonesha nia wazi ya kuweza kuitaka klabu ya soka Young Africans, ambapo thamani ya mkataba wake inaelezwa kwamba ni pesa ndefu kweli kweli, ambapo anasaini miaka 2, ambapo uongozi wa klabu ya Yanga upo tayari kukamilisha taratibu zote kwa kuweza kuwalipa. Hapa nazungumzia soka la Madagascar ili kufikia makubaliano ya mwisho, kwa sababu alikuwa bado ana mkataba wa miaka 2 kwenye timu ya taifa ya Madagascar. Kwa hiyo kumtoa pale hivi ingekuwa ni ngumu. Kwa hiyo lazima kuna kiasi ambacho Young Africans wanapaswa kuweza kukitoa. Kwa mujibu wa chanzo chetu, kocha huyo anatarajiwa kufika Tanzania ifikapo Jumatano ili kukamilisha hatua za mwisho za makubaliano hayo. Yanga wenyewe wameamua makubaliano na Romain Folz ambayo yupo na timu kambini, huku pia taarifa za Nabi zenyewe zilikuwa ni za mitandao ya kijamii, lakini kwa sasa ukweli ni kwamba kocha huyu ndo anakuja kuchukua mikoba ya Romain Folz ndani ya kikosi chake. Na kulikuwepo na taarifa zikisema ya kwamba huenda kocha Romain Folz akawa kocha msaidizi, lakini kwa taarifa iliyopo ni kwamba kocha huyu anatua na benchi lake la ufundi, yani anatua na wasaidizi wake wote. Kwa hiyo pengine safari ya kocha Romain Folz inaweza ikawa ndio mwisho. Tusubiri kuweza kuona ni yapi atakayojili katika taarifa hii. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa